Habari, kwenye tutorial hii nitaenda kuelekeza basic configuration za switch na pia jinsi ya create VLAN na jinsi ya assign interface kwenye VLAN fulani kwenye network yako. Kwa hiyo nitaenda kutumia Cisco Packet Tracer kwa ajili ya kazi yangu. Ninachokifanya, ninaenda kuweka switch zangu. Nitatumia switch kwa sababu ni basic configuration, nataka nielekeze basic configuration za switch na VLAN. Kwa hiyo nitaenda kutumia switch. Kwa hiyo nitaenda kuchukua switch kadhaa. Nitachukua hii hapa 2960. Pia baada ya kuweka switch zangu hivi, naenda kuchukua PC. Nimeziweka tayari na nitaenda kuchukua cable kwa ajili ya kufanya connection kwenye kati ya PC na switch, kati ya switch na switch. Nitaenda kuchukua copper straight through cable. Nikishamaliza kwa range vizuri switch zangu, kwa hiyo nitaenda kuweka vitu ambavyo nitaenda kuvielekeza kwenye hii tutorial. Nitaenda kuelekeza basic configuration za switch kama nilivyosema mwanzoni, lakini pia nitaenda kuelekeza VLAN. Kwa hiyo ili niweze kufanya kazi yangu vizuri, naenda kuassign kabisa VLAN. Nitakapokuwa na VLAN fulani kwenye switch, iwe rahisi kujua ni switch gani na assign VLAN namba ngapi kwenye switch fulani. Kwa hiyo nitaenda kutengeneza VLAN yangu. Hapa nitaandika VLAN. Hii ni VLAN name. Nikimaliza hii hapa, pia naenda kuassign na huku. Baada ya kwa range na kujua VLANs ambazo nitakuwa nazo na ambazo nitaziassign kwenye network yangu, kwa hiyo nitaenda kwa kila switch moja moja kufanya basic configuration. Basic configuration za switch ni kama ulifuatia tutorial yangu, tutorial number 1, ni sawa na zile configuration za router basic. Kwa hiyo tutaenda kuassign password, tutaenda kuassign create console, na pia tutaenda create visual terminal. Kwa hiyo unachoenda ukifanya, naenda kama ukiwa kwenye mode, utaandika neno enable config config terminal. Alafu baada hapo utaenda kwa enable password. Enable password, ita password Cisco, lakini pia utaenda kwa enable secret, ita class. Baada hapo utaenda kutengeneza line console 0, utaipa password, utasema Cisco. Lakini nitaenda kuweka kwamba nataka hii password ya Cisco kwenye line console itumike muda gani au wakati gani, itumike wakati wa login. Nitaenda kutengeneza line virtual 0 mpaka 15. Nitaenda kuweka password, nitaenda kuweka Cisco, pia nitaweka login wakati wa login. Baada hapo nita exit. Hizi ndo basic configuration za switch, lakini kama nitahitaji ku rename switch yangu, naweza kaangalia hii inaitwa switch 1. Kwa hiyo nitakuja kusema hostname switch 1. Baada hapo naweza nikaenda save configuration zangu. Kwa hiyo hizi configuration hizi hapa tulizofanya hapa, basic configuration, zitabidi zifanyike kwa kila switch, kwa kila switch moja moja ile hapa. Kwa hiyo nitaenda pia switch ya pili. Nimemaliza ku save configuration zangu, ninarudi pia kwenye hii switch 2. Ninaenda kusema config terminal, ninaenda kusema hostname, naanza kuiname configuration
kwa security, kwa upande wa security kwa switch tumemaliza. Kwa hiyo nitaenda ku configure VLANs na kwa assign IP address kwenye hizi PC ili uweze kuona ni jinsi gani VLAN zinavyofanya kazi kwenye network. Kazi kubwa ya VLAN ni ku group members. Kwa hiyo hapa nitaenda ku configure VLANs kwenye switch zangu. Nitaanza na hii switch 1, lakini kabla sijaenda ku configure VLANs kwenye switch, ku create VLANs kwenye switch zangu, nataka nikuelekeze kwamba switch zote port hizi fast ethernet 03 mpaka gigabit ethernet 112 zinakuwa ni members za VLAN 1. VLAN 1 ni default VLANs ambayo inakuwa created kwenye switch. Kwa hiyo kila switch inakuwa na VLAN 1. Pia hii VLAN 1 haiwezi kuwa named zaidi, unaweza ukaiwekea labda IP address au kukonfigure vitu vingine, lakini huwezi ukainame. Kwa hiyo nitaenda kutengeneza VLAN kwenye hii switch. Nitaenda kutengeneza VLAN 15, lakini kwenye hii switch nitaenda kutengeneza VLAN 2 ambao kuna VLAN 10 na VLAN 15 pia. Alafu kwenye hii switch nitaenda kutengeneza VLAN 3, nitaenda kutengeneza 17, nitaenda kutengeneza 10 na pia nitaenda kutengeneza 17 VLAN 2 hapa. Kwa hiyo nitakachoenda kufanya, naenda kuanza na hii switch, ila kuja hapo nasema configure. Nikiwa hapa ninataka ni create VLANs. Kwa create VLANs unaandika neno VLAN. VLAN una specify namba ya hiyo VLAN. Nataka nitengeneze VLAN 15. Nishaitengeneza VLAN 15. Na baada ya kutengeneza VLAN 15 lazima uipe jina hii VLAN. Nasema name. Hapa nimeita account, kwa hiyo nitaenda kuweka account. Nitaita account. Baada ya hapo nimemaliza. Kwa kuwa hii switch ina VLAN moja, kwa hiyo tunaishia hapa. Ninachoenda kukifanya hapa, naenda kuassign port kwenye VLANs. Na exit na kuja hapa. Hizi port kuna kuassign port kwa njia mbili. Unaweza ukaassign port kwenye VLAN aidha kwa kutumia range, yani ukaassign kwamba kuanzia 5 mpaka 10, au ukaassign interface moja. Kwa hapa nitaenda kuassign interface moja kwa kuwa ndio iliyopo. Lakini pia sio kwa kuwa iliyopo, au unaweza ukaassign interface uka create interface kadhaa, ili ikitokea host amekuwa added kwenye network anakuwa member wa VLAN fulani. Kwa hiyo nitaenda kwa kuwa hii naenda kuangalia fast ethernet 02 ishatumika na fast ethernet 01 ishatumika. Kwa hiyo nitaenda kuanza na fast ethernet 03. Nitasema int VLAN, nasema int fast ethernet 03 na press enter. Hapa nina assign interface kwenye VLAN, single interface. Kwa hiyo au single port kwenye VLAN, nasema int fast ethernet 03 na kuja naandika switch port access VLAN. Nakuja kuangalia VLAN hii inaitwa 15, nasema VLAN 15 mpaka hapo tayari huyu ni member wa VLAN 15. Au naweza nika create range. Kwa create range, kwa assign interface kwa range, nitaenda kuandika int range f0/ kwa kuwa nimesha 3, nitaenda kuanzia 4 mpaka 6 au mpaka 10 na press enter. Nasema switch port access VLAN 15. Baada hapo na end, nakuja kusave configuration zangu, copy LAN start. Nikija kwenye command ya kushow VLAN, ili uone kama VLAN imekuwa created na hizi interface zimekuwa assigned kwenye VLAN husika, unaandika show VLAN brief, au unaweza kuandika show VLAN. Hizi command zote zina kazi tofauti. Show VLAN brief.
kama unavyoona VLAN, hii ni VLAN, hii ni name ya VLAN, hii VLAN number uliotengeneza, name ya VLAN na status na port zilizokuwa assigned kwenye hizo VLAN. Default switch, hii default VLAN switch zote zinakuwa na hii default VLAN. Kwa hiyo kama utakuja create VLAN kwenye switch zako, port zote zitakuwa kwenye zitakuwa member wa VLAN 1. Nikija hapa, ukiangalia hapa tume create VLAN 15 ambayo tayari hii hapa VLAN 15 tumeita name account, tumeipa hii hapa account, lakini tukaipa interface. Interface ya kwanza ilikuwa ni Fast Ethernet 03. Hii tuliassign as single or individual. Kama unavyoweza kuona hapa tulisema hapa interface Fast Ethernet 03 switch port access VLAN 15. Kwa peke yake tuliassign individual, lakini ukija hapa tunasema int range Fast Ethernet 0/4 mpaka 10. Ukija kuangalia hapa zote zimekuwa assigned kuanzia 3 mpaka 10. Kwa kuanzia Fast Ethernet 03 mpaka Fast Ethernet 010 zimekuwa ni member wa VLAN 15. Kwa ikitokea tumeadd user mwingine yoyote kwenye hii switch, tukamallocate kwamba awe Fast Ethernet 04, atakuwa direct member of VLAN 15. Naenda kwa hizi process ndizo zifanya hapa, naenda kuzirudia kwa kila switch. Account. Baada hapo na exit au na end, na kuja tena na end, kuja kushow VLAN. Kama unavyoona VLAN 10 imekuwa ni student, imekuwa created tayari, na VLAN 15 imekuwa ni account, imekuwa created tayari. Hizi text zinasaidia mimi wakati na configure VLAN, nakuwa naangalia tu kwa urahisi kwamba hii VLAN ngapi wakati niko na configure kwenye switch. Kwa hiyo kwa hapa nimemaliza, na kuja kuassign port kwenye hizo VLAN. Nasema configure terminal. Kwa assign port nitasema int, kwa assign port individual port nasema int f, na kuja kuangalia hii kwamba ni interface gani zimetumika na au ambazo hazijatumika, ambazo ziko wazi. Naangalia kwamba hizi 03 shatumika, almost interface nne hapa zimetumika tayari. Kwa hiyo nitaenda kuanzia Fast Ethernet 05 ambayo itakuwa inatumika. Nasema Fast Ethernet 0/5 na press enter, afu na kuja kusema switch port access VLAN, nasema VLAN 10 tayari. Pia na kama nataka niongeze interface kwenye hii Fast Ethernet 05 na configure kwa kutumia range, nasema switch port, nasema naandika int range Fast Ethernet 0/ kwa kuwa 5 shatumika, naanzia 6 mpaka 10. na press enter, na kuja kusema switch port access VLAN 10. Baada hapo nimemaliza, naenda kuassign pia hii VLAN 15 interface. Nasema int range, nitaenda kuassign moja kwa moja kwa kutumia range kuanzia Fast Ethernet 0/ hii tulisha 10/11 mpaka 17 au 16. Nasema switch port access VLAN, switch port access VLAN 15. Nataka hii VLAN 15 hizi ziwe kwenye VLAN 15, kwa naandika VLAN 15 na press enter, na end na kuangalia configuration zangu kama zimekuwa accessed. Kama unavyoona hapa tofauti ipo. Kwenye VLAN 10 iko active, lakini hatuna interface yoyote ambayo imekuwa assigned. Kwenye VLAN 15 iko active, lakini hakuna interface yote imekuwa assigned. Lakini kija kuandika tena hiyo command show VLAN,
linaona kabisa iko active, lakini kwa sasa hivi tumeona kuna VLAN zimekuwa assigned. Iko active, lakini pia kwa sasa hivi inakuwa kuna interface zimekuwa assigned kwenye hizo VLAN. Kwa hiyo kama ikitokea kuna member yoyote ataongezeka hapa, atakuwa itategemea tumempa interface gani. Kama tutampa fast ethernet kuanzia 5 mpaka 11, atakuwa ni member wa VLAN 10. Kama ataanzia 11 na kuendelea, atakuwa member wa VLAN 15. Itakuja kufanya hizo pia interface na code za kutengeneza VLAN na kuassign interface na kwa hii switch. Configure terminal. Naenda kusema kwamba VLAN, naangalia hapa kuna VLAN ngapi. Pia hapa kuna VLAN 2, lakini kuna VLAN 217. Kuna VLAN 3 hapa. Kuna VLAN 2. Hii staff ni ile. Kwa hapa kuna VLAN 2. Tenda kuweka hizo mbili VLAN. Naenda kusema VLAN 17. Tutaita staff. Naona kusema kwamba VLAN 10 amekuwa first kuanzia 11 mpaka 17, lakini staff kuanzia 5 mpaka 10. Hii interface imekuwa sasa kwenye hizo VLAN. Mpaka hapo nimemaliza. Nataka nielekeze au nikueleweshe unafuatia tutorial hii kwamba VLAN kwenye network, ikitokea host wako kwenye VLAN tofauti, hawawezi kucommunicate, hawawezi kuwasiliana. Yaani haitawezekana kwamba VLAN 10 PC ambayo iko kwenye VLAN 10 ikaonane na PC ambayo iko kwenye VLAN 17. Lakini PC ambayo iko kwenye VLAN 10 ataweza kuonana na PC pia ambayo iko kwenye VLAN 10. PC ambayo iko VLAN 15 itaweza kuonana na PC ambayo iko VLAN 15, lakini PC ambayo iko VLAN 15 haiwezi kuonana na PC ambayo iko VLAN 10. Ili kwa sababu layer 2 devices haiwezi ku forward frame au kuwezesha VLAN tofauti ziweze kuonana. Kama utataka VLAN 2 tofauti ziweze kuonana, itabidi uwadi router au layer 3 devices ambayo ndio hiyo router kwa ajili ya kuwezesha VLAN 2 kuweza kuonana, na hiyo process itakuwa inaitwa inter VLAN. Lakini kwa hapa, kwa hii tutorial yangu nimeweka switch na itabase kwa VLAN na VLAN kuonana. Lakini kama utakuwa uko VLAN fulani ukijaribu kuonana na mtu ambaye yuko kwenye VLAN nyingine, hautaweza kuonana naye au haitaweza kuwasiliana. VLAN tofauti ile itaweza kuwasiliana same VLAN. Kwa unaenda kuasili IP address kwa hizi computer ili mtazamaji uweze kuangalia. Unakuja hapa nasema desktop. Kwa kuwa network yake tutatoa hapa IP address yake, tutatoa 192.168.5.2 takuja .1. Ingawa hii default gateway kwa hizi network kwa hii hapa ndani yangu haina haja, hata usipoweka itafanya kazi kama. Lakini tungekuwa tuna router, kuna interface imeconnect kwenye router, ibidi tuiweke hiyo. Kuja hii nitaipa hiyo VLAN hii hapa 17. Ninaenda kuanza ku process, kuanza ku PC1 ajaribu kuping PC2 ambayo iko kwenye VLAN tofauti ambao kwenye same VLAN, kwamba huyo ikija hapa inakuwa successful. Lakini pia hiyo 17 akija kama 17 inakuwa successful. Ngoja tuangalie kama PC1 ambayo iko kwenye VLAN 17 akijaribu kumuona VLAN 10 inakuwa ni progress, ina fail.
na huyu pia VLAN 10 akitaka kumuona VLAN 17 kwa sababu ni VLAN tofauti, inakuwa failed, lakini ni VLAN tofauti, lakini pia wako kwenye network tofauti. Kama ikitokea hao wote hizi VLAN zote ziko kwenye same network, wataweza kuonana, haina tatizo. Lakini kama wakiwa kwenye network tofauti hawawezi kuonana. Kama huku kuna VLAN 15, akija kumuona labda VLAN 10 huko juu, inakuwa in progress, ina fail. Lakini VLAN 15 huyo akija kumuona VLAN 15 mwenzake, inakuwa successful.